na faida kubwa. Amen. Na faida kubwa. Kwa hiyo karibuni katika nyumba ya Bwana. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Mstari wa 6. Nasema Matendo ya Mitume 1 kuanzia 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akija kwa ajili yenu, ama akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali ambapo tumesoma, Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake na walimuuliza swali kwanza. Alafu kuna vitu ambavyo Yesu aliwaambia haiwahusu, lakini kitu kimoja mnatakiwa kujua ni kwamba akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Ina maana kwamba hawakuwa na nguvu. Haisemi mtaongezewa nguvu, inasema mtapokea nguvu. Ina maana kwamba kwa kipindi kile ambacho walikuwa wanaoperate kwa mwanzo, walikuwa wenyewe tu, hawakuweza na hawakuwa na nguvu zozote. Walikuwa wanategemea nguvu zilizokuwa zinatembea pamoja na Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe akiwa kama Mungu, na katika operesheni zake zote wanafunzi walitembea pamoja naye. Ni sawa na mtu au watu kutomtafuta Mungu, lakini wanategemea mchungaji wao. Kunao watu wa sampuli hiyo ambao wao hawatakuwa na bidii ya kumtafuta Mungu, lakini humtegemea mchungaji wao, humsifu mchungaji wao jinsi alivyo na nguvu, na wakaridhika na hilo. Lakini inawapasa wao wenyewe kujuana na Mungu kibinafsi, na ndipo inapokuwa vizuri wakati watu wanapokuwa kanisani, kila mmoja kujuana na Mungu kibinafsi, ili kuwe ni mashujaa watupu katika boma, kuwe ni mashujaa watupu kuliko kuwa na shujaa mmoja na wengine hawajui kupigana. Itakuwa ni vita vibaya sana. Wengine tu ni watu wa kutazama, spectators. Lakini watu wakitakapokuwa trained, wakawa wapiganaji, wakawa si raia wa kawaida, wakawa wote wanajeshi, jemedari kiongozi pamoja na wale wengine wote ni wanajeshi, basi bila shaka pale kutakuwa na ushindi mkubwa. Sasa kipindi kile cha kwanza, wanafunzi walikuwa wanatembea pamoja na Yesu wakitazama vile mambo yanafanyika, wakishangaa. Ila Yesu wakati anapoondoka, na kabla hajaondoka, alinena nao akawaambia hata waacha kama mayatima, atawaachia msaidizi. Hawapasi wao kuwa peke yao, wanahitaji msaidizi. Na wakati mwingine napenda kusema ya kwamba ukisikia kuna hali ya watu kusaidiwa, ina maana kuna kazi ngumu mbele yao, ndio maana wanahitaji msaada. Alafu hapa Matendo ya Mitume tunaambiwa msaidizi huyu atakapokuja juu yao watapokea nini? Nguvu. Ina maana kuna shughuli mbele yao ambayo haihitaji mtu dhaifu, inahitaji nguvu. Kitu ambacho kinahitaji nguvu kina uzito wake, ndio maana kinahitaji nguvu. Watu wanapotaka kubeba kitu kizito, mara nyingi wanaita watu gani? Wanaume. Wanasema hebu tu patikane wanaume 4 ama 6
wa kuinua hii, kwa sababu kitu kinachohusika kinahitaji nguvu. Sasa Yesu anapoondoka, kabla hajaondoka anawaambia, nikiondoka mie mfurahi niondoke, kwa sababu nisipoondoka hata kuja yule msaidizi. Sasa akija kuna kitu mtapata, mtapokea nguvu. Ina maana kwamba lazima mumpokee, kwa sababu hamuwezi kuifanya kazi itakayokuwa mbele yenu bila yeye, bila nguvu fulani inahitajika. Katika ulimwengu wa roho tulio nao, si ulimwengu ulioachwa peke yao. Mara nyingi tunapenda kujua hilo na kukumbushana hilo, ya kwamba ni ulimwengu ambao unaoperatiwa kwa kutumia nguvu. Ufalme huu unatekwa kwa nguvu. Upande ule mwingine unang'ang'ania kuteka ufalme huo na dunia hii kuiteka. Kwa hiyo huyu tunayepigana naye ana nguvu zake, na sisi tukitaka kushindana naye hatuwezi kwenda tukiwa watupu. Lazima tuvikwe nguvu, nanyi mtapokea nguvu. Ina maana kwamba yule tunayepigana naye tukienda bila, tunahakikishia kushindwa, kwa sababu yeye anatumia nguvu za upande wake. Kwa hiyo sasa inabidi upande wetu tuwe tumevikwa nguvu, na ndio maana Roho Mtakatifu ni kazi yake. Wakati mwingine tunapenda kushinda, tunapenda kufaulu, tunapenda kuishi maisha ya ushindi, lakini kila wakati tunaishi kuwa watu wa kulalamika na kusumbuka. Tunabaki tukitamani tu, lakini hatufikii. Kinachokosekana pale ni nguvu za kukuwezesha kufanya hiyo unayoisema. Unakumbuka Yesu alipokuwa kule mlimani ameenda kuomba, akaomba mara ya kwanza, akarudia wanafunzi wake akuta wamelala, mara ya pili akuta wamelala, mara ya tatu akawaambia sasa shughuli imekwisha. Maana yule adui sasa, ama wale mataifa wako tayari sasa kufanya kazi yao. Na kuna wakati Yesu alitamka kitu akasema, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sasa kama mwili huo ni dhaifu, ina maana kwamba hata sisi tuko katika hii miili ambayo iko na udhaifu. Udhaifu kuhusiana na nini? Udhaifu kuhusiana na masuala ya kiroho. Yesu alipokuwa anataka kutekeleza jukumu la kiroho, mwili ulikuwa hauwezi kukooperate. Wakati wanatakiwa kuomba na kukesha, Yesu akasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwamba mwili haukubaliani na mambo haya. Hata hivi ulivyokuja umefanya kulazimisha. Mwili haukubaliani na hili jambo la kuja mkesha. Lakini kilichokufanya wewe kuja ni kwa sababu rohoni mwako kuna dai. Na hiyo roho inayoungana na Mungu, iliyoungana na Roho Mtakatifu, ndio imekusukuma wewe kuja na kuambia mwili, raha hiyo ya kulala hautapata. Raha hiyo ya kukula chakula leo hutapata. Roho iradhi. Mwili ni wa kushindwa, mwili ni wa kufinywa, mwili ni wa kubanwa kwa lazima. Kwa sababu ukiuacha ukutawale hautaweza kufaulu. Sasa kile kinachofanya watu waishi kutamani siku zote kufanikiwa katika mambo lakini hawafanikiwi ni kwamba wanaikosa nguvu ya kutekeleza ile. Hawana nguvu ya kufanikisha kile wanachokitamani. Masuala ya kiroho ni mazuri sana, na kila wakati ukiyatimiza unasikia furaha ndani ya roho yako. Ukifunga na kuomba ukawa na breakthrough kabisa, unakuwa na furaha nyingine ya kipekee ndani ya moyo wako. Hukumbuki saa hiyo kwamba sijakula wala nini. Kuna furaha ya kipekee kwa sababu saa hiyo roho ndio inatawala na imepata kile inachotaka
Roho Mtakatifu amekupa nguvu za uwezo wa kuweza kusonga mbele na ile safari. Sasa kinachohitajika kufahamika ni hiki kitu kimoja, ya kwamba masuala ya rohoni yanawezeshwa kwa nguvu fulani tunayopewa kutoka mbinguni. Tusipopewa hii nguvu tutashindwa siku zote, na ndio sababu tumekuja, mojawapo ya maombi yetu yawe kwamba Roho Mtakatifu tawala, ili utupatie nguvu tusilale, tuyatekeleze yale yatupasayo kutekeleza. Asipokuwepo Roho Mtakatifu, utatimiza mapenzi ya mwili, utaitikia mwili unapokuambia lala, utalala. Sasa unahitaji nguvu maalum itakayokuwezesha wewe kutekeleza ile kazi. Masuala ya kiroho hayawezekani kwa akili, hayawezekani kwa jitihada, yanawezekana kwa kuwezeshwa. Ndio maana Paulo akasema, ninayaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Na tumeona mwenye kutia nguvu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, atiaye watu nguvu ya kuweza mambo fulani yasiwezekana kwa akili. Anayetia watu nguvu, haya mambo hayasukumiki mpaka umetiwa nguvu fulani. Usipowezeshwa na Roho Mtakatifu, utaishi kutamani siku zote, lakini hayatakuwa sehemu yako, hayatakuwa yako. Lakini ukimruhusu Roho Mtakatifu akupe nguvu za kuyafanya, unaweza hata kushindwa na vitu rahisi, unaweza hata kushindwa hata na kufunga na kuomba, kwa sababu hujawezeshwa. Lakini unapoamua kipindi fulani, ninataka kuwa na muda na Mungu, mojawapo ya ombi linakupasa kuliomba na mapema ni kumwita Roho Mtakatifu na kumuhusisha na kumwambia Roho Mtakatifu, ninatamani kuingia katika kipindi hiki. Ninajua ni vita, ninajua ya kwamba mwili huu hautaki, ninajua akili itakataa, ninajua mawazo ya kila aina yatakuja, ninajua udhuru, excuses za hapa na pale zitakuwa zinakuja ili nishindwe. Huu mwili ni dhaifu. Roho Mtakatifu tamalaki, unipe neema, unipe nguvu nikiweze kipindi hiki. Pale Roho Mtakatifu anakuja na kukupatia wewe uwezo wa kubeba vitu ambavyo havibebeki kwa nguvu za kawaida. Ukiona mtu amepagawa na mapepo, sasa hiyo ni nguvu ya upande ule mwingine. Unamwona msichana mdogo, unamwona mtu mdogo tu ambaye anaweza kushikiliwa na mtu mmoja hata asiweze kutoka, lakini akipagawa na mapepo anawashinda wanaume kadhaa. Ni kwa sababu iko nguvu isiyo ya kibinadamu iliyomwingia ya kipepo, ya kishetani, inampatia yeye uwezo mwingine usio wake wa kawaida. Kwa hivyo wanaume kadhaa wanang'ang'ana naye. Tulisoma katika Biblia ya kwamba kuna yule bwana aliyekuwa anaishi makaburini. Tunaambiwa ya kwamba alikuwa akiwashinda watu, wanamshika wanamfunga kwa nyororo, lakini alikuwa anazikata. Hakuna mwanadamu wa kawaida anaweza kukata nyororo kama zile zilizozungumziwa, lakini kwa kuwa kuna nguvu ya ziada iliyomwingia, inamwezesha kuzikata zile, inamwezesha yeye kushinda wanaume wale, kwa sababu kuna nguvu ya kipekee. Sasa hiyo ni nguvu ya giza ambayo humwingia mtu wa kawaida, ikampa uwezo usio wa kawaida kuyafanya mambo yanayoshangaza watu. Anakula vitu visivyofaa, anatafuna vitu visivyofaa, kwa sababu kuna nguvu isiyo ya kawaida iliyo ndani yake. Sasa tunapokuja katika masuala ya kiungu, nayo inakuwa ni vile vile kwamba wewe bila Roho Mtakatifu ni binadamu wa kawaida wa kushindwa, hutaweza lolote. Ndio sababu tunasema kwamba wale ambao hawajamjua Bwana hushindwa hata kusimama mbele ya watu,
na kuzungumza. Lakini Roho Mtakatifu akimkaa mtu ndani, anasimama mbele ya watu, anazungumza, kwa sababu ameotolewa katika ubinadamu wa kawaida, akapewa uwezo supernatural ndani ya maisha yake, ili aweze kusimama kwenye halaiki ya watu na kuhubiri na kunena matendo makuu ya Mungu. Mtu alikuwa anasema ya kwamba mimi Bwana singeweza kusimama mbele ya watu kabisa, lakini tangu nilipookoka nimepata ujasiri. Nini kimefanyika pale? Iko nguvu ya ziada unayopewa kuyatekeleza majukumu yasiyofanywa na binadamu wa kawaida. Ndio sababu pale nasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu mtakapopokea ile nguvu katika Yerusalemu, Judea, Samaria, hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu ya kufanya hayo. Mtapokea nguvu ya kutekeleza majukumu hayo. Jameni, kazi ya kiroho haifanywi na akili. Utang'ang'ana utatamani kuyafanya, lakini utakuwa unashindwa tu. You keep on postponing, utakuwa unairisha tu. Lakini akisha kuja juu yako Roho Mtakatifu, jambo hilo linawezekana. Utakuwa unaona inaenda yenyewe. Kama ni kuhudumu na hudumu with ease. Unahudumu kwa sababu unayofanya unafanyishwa. Roho Mtakatifu anakupa mtiririko fulani. Hawa walistahili kutembea wakishuhudia. Na wale wanaona haya kuzungumza na watu, wanashindwa tutasema nini tukienda kushuhudia. Unaweza kusema ya kwamba siku fulani tutaenda nyumba kwa nyumba tukashuhudie. Wakati mwingine kama mko watu 50, kipindi hicho unaweza kupata hata watu 10. Wengi wameogopa, hawajafika kwa sababu wanaogopa, wanashindwa, wanasema kwamba nitaenda kusema nini, naogopa. Na hata wakija wanasema tungependa kwenda katika kikundi chetu tuwe na ndugu fulani ambaye anaweza kuzungumza kwa niaba yetu, kwa sababu sisi hatutaweza. Katika ufalme wa Mungu swala sitaweza halistahili kuwepo pale. Vocabulary ile, msamiati huo sitaweza hauruhusiwi, kwa sababu Paulo anasema ninayaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Ina maana kwamba hakuna jambo unaruhusiwa usiliweze. Jambo lote, mambo yote yanastahili yawezekane, kwa sababu sio nguvu yako. Chochote kitakachokuwa mlima mbele yako unastahili kukisukuma, kwa sababu kuna nguvu utapewa. Mzigo wote utakapokuwa mkubwa mbele yako haustahili kuogopa, kwa sababu iko nguvu itakayokuwezesha. Usione shida. Kuna kifaa utakachopewa. Ni kama shughuli kubwa ambayo umepewa. Ni kama mawe mengi, ni kama kokoto nyingi ambayo umeambiwa hii unastahili kuibeba uhamishe pale, lakini umepewa tinga ile na lori ile pale. Kwa hiyo wewe ni cooperative, utachota ukipakia pale, halafu itapelekwa. Kuna uwezesho fulani. Kuna mti mkubwa ambao umetakiwa uukate, lakini ukaambiwa usijali, hautatumia kisu. Kuna mashine hapa, hii unabofya hivi na dakika moja unauangusha. Alafu unasema kama ni hiyo basi ni sawa, nimeelewa. Basi nitaangusha, nipeni, nitaangusha. Kwa sababu umehakikishiwa kuna uwezesho fulani utakaopewa. Kwa hiyo inakuondolea wewe hofu. Ukiambiwa kata huu mti, swali la kwanza utauliza ninakata na nini? Ukiambiwa huu mti mkubwa hivi toa hapa kwa dakika hizi, swali lako la kwanza litakuwa hilo. Kwa dakika hizo mmesema kwani ninatumia nini? Kwa sababu unafikiria kwa kusukuma haiwezekani, kwa kisu hakiwezekani, kwa upanga haiwezekani. Kwa dakika hizo ulizosema nifanye, natumia nini? Ndio unaambiwa kunacho chombo maalum. Kwa hiyo naye Mungu ametupatia majukumu ya rohoni, akatufananisha na yeye, akataka tuyatekeleze. Akasema Yesu, mkiniamini mimi, mambo yale niliyofanya naam hata makubwa zaidi mtafanya. Kivipi Bwana? Tukiwa binadamu kama hivi? Hapana. Nanyi mtapokea nguvu ya kufanya haya mambo ninayosema. Mnaponiona mimi nayafanya kwa sababu kuna uwezo ninayopewa kutoka juu. Nanyi pia mnapaswa kuyatekeleza
kupitia uwezo mtakaopewa kutoka juu. Kwa hiyo katika maisha yako unafikiria ni nini unatamani kufanya, ni nini unatamani kuendesha vizuri, inawezekana. Sasa itawezekanaje? Kupitia nguvu utakazopewa. Nazo nguvu utazipata namna gani? Tunaambia hawa walikuwa wakiwa wamekusanyika pamoja wakimuomba Mungu, akaja juu yao. Hiyo unaipata of course kwenye mlango wa pili pale. Nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote wamekusanyika. Chapter 2, Matendo ya Mitume chapter 2. Tusome pale. Inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Walikuwa wote mahali pamoja, walikuwa na matarajio, wameenda kupokea, kwamba lazima uwe mahali ambapo Mungu atakutana na wewe, atakujaza na hizo nguvu. Lazima uonyeshe haja ile ya kwamba mimi nimekuja na nahitaji kuwa na ushirika na wewe. Sasa hatua ambayo tumechukua ya kuja kwa mkesha ni mojawapo ya kujiavail mbele za Bwana. Una hati ya kuja sasa, ukishafika uzungumze na Roho Mtakatifu kama vile tulivyoomba tulipokuwa tumefika, kumwambia Roho Mtakatifu, mkutano huu ni wako. Roho Mtakatifu, tunapenda kufaulu. Roho Mtakatifu, tunataka kufanikiwa. Roho Mtakatifu, tunataka kupenya. Na neno la Mungu likasema ya kwamba hatujui jinsi tupasavyo kuomba, ila yeye Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Angalia, hata kuomba kwenyewe tunaambiwa hatujui itupasavyo kuomba. Kwa sababu gani? Kwamba katika akili zetu hatujui. Hiyo ni shughuli ambayo inafanyika kwa kuwezeshwa. Na kwa hiyo kama unataka kupenya, unajifunza kumuhusisha yule awezeshaye. Jifunze hiyo tabia nzuri tu. Unapokuja kwa maombi kama hivi, tanguliza hiyo. Umwambie Baba, nimekuja kwa maombi. Na maombi haya Mungu, ninatamani yafanikiwe. Ninatamani yapenye. Ninatamani yafaulu. Sitaki niombe vibaya. Katika kitabu cha Yakobo imeongea na kusema ya kwamba wakati mwingine mnaomba lakini hampokei. Kwa nini? Kwa sababu mnaomba vibaya. So you can imagine spending hours and hours here tonight. Alafu natoka asubuhi, alafu hujapata chochote. Kisa na maana uliomba vibaya. What a wastage. Kuchoka kote huko. Mkesha huo wote hujalala. Umeomba masaa yote lakini hupokei, hupati, kwa sababu unaomba vibaya. Sasa tukitaka kuepuka kuomba vibaya tufanye nini? Tutamuhusisha yule anayejua kuomba, ambaye si mwingine Roho Mtakatifu. Tanguliza kuongea naye na kumwambia Roho Mtakatifu, na kuja mbele zako. Mkutano huu ni wako. Ibada hii bila wewe ni bure, haina kazi. Na alika uwepo wako mahali hapa. Roho Mtakatifu, take over. Holy Spirit, take over. Roho Mtakatifu, tawala. Nimekuja ili niombe, na ninataka maombi haya yao ya ufanisi. Na wewe mwenyewe umeniambia sijui jinsi nipasavyo kuomba, ila wewe Roho Mtakatifu ndio niwezeshaye. Karibu, nataka kuomba. Niombe nikiwa pamoja nawe. Sasa unapomkaribisha, umemhusisha, vile mambo yanakwenda sawa sawa. Unapoanza kuomba unaona kunaenda, kwa sababu umemhusisha muombezi mkuu ambaye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na hapo ndio inafikia wakati mwingine akili zako hazitumiki sana. Sawa, zitatumika sababu inakupasa kuomba katika roho na katika akili pia. Lakini wakati umejifungua na kujiachilia kwa huyu msaidizi na kumwambia take over. Baba, naomba mkesha huu usiwe wa hasara, usiwe wastage, nisichoke bure. Ninatamani maombi haya yafike. Dua hii nitakayoifanya mbele zako iwe ya faida. Nisiwe wale waliozungumziwa kwenye kitabu cha Yakobo kwamba mkiomba hampati wala hampati kwa kuwa maomba vibaya. Ongea na Roho Mtakatifu, unamwambia nimekuja mbele zako Baba, kipindi hiki cha mkesha huu
singependa kiwe cha hasara. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, wewe ndio mwombezi mkuu, wewe ndio unajua shughuli vizuri, take over. Ninataka niwe ya kufaulu. Sasa hiyo ndio umetubu, sasa hiyo ndio umesarenda maisha yako, kwa sababu Isaya inasema ya kwamba mkono wake sio mfupi, sikio lake sio ziwi. Dhambi ndio inaleta shida. Umetubu pale, umwambia Baba, nimekuja kwa ibada na ninataka niwe na muda na wewe. Kwa sababu fikiria dhambi ikiwa katika maisha yako, alafu anasema sikio lake litakosa kusikia kukiwa na hiyo dhambi, ya kwamba dhambi ndio inazuia. Sasa umekuja pasipo ufahamu na umeanza kuomba hivyo hivyo, alafu maombi yamezuilika, hayaendi mahali kwa sababu ya kukosa ufahamu. Unajiombea wenyewe pale, unapiga maombi, ukirudi unaenda unatembea, unarudi unatembea, unarudi na kelele zako, unabind, unafanya nini, na unajiaminisha mwenyewe ya kwamba nimeomba. Lakini kumbe iko dhambi ambayo iko pale, na Mungu anasema mimi sina shida kukusikia. Sikio langu halina shida kukusikia, na mkono wangu kukuokoa katika hiyo hali unayosema. Si mfupi, waweza kufika kabisa, lakini dhambi inanitenga mimi na wewe. Kwa hiyo omba tu, lakini sasa hayo maombi unayoomba hayafaidi kitu, kwa sababu dhambi hii iliyo katikati yangu na wewe imezuia. Sasa pale ndio mtu wa Mungu anasarenda kwanza na kutubu mbele za Bwana ili atakaswe. Sasa dhambi iondoke, ili ule mkono mrefu wa Bwana ukufikie, ili lile sikio sharp la Bwana likusikie bila kizizi chochote. Na pale Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye mtakatifu, ameitwa Roho Mtakatifu, hafanyi kazi na watu wasio watakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi katika mazingira matakatifu. Na huu utakatifu, mazingira haya tutayatengeneza namna gani? Kwa kutubu mbele za Bwana na kwa kusarenda na kuondolewa mbali kila mzigo mzito na kila dhambi tuzingayo kwa upesi. Mtoto wa Mungu anaanza kwa jinsi hiyo. Hauji kwa kujivika haki. Hata kama unajiamini sana, sarenda kwa Bwana. Mwambie Bwana, siwezi kujiona vizuri kama unavyoniona wewe. Jichunguze maisha yangu. Mkesha huu usiwe wa hasara. Nichunguze, unitakase. Kusiwe na kizuizi chochote. Nisije nikaokosa usingizi bure. Nisije nikashinda nimefunga kula na kunywa bure. Kumbe kuna kizuizi hakijaondolewa. Unang'ang'ana. Stima iko kabisa mpaka kwenye mita yako, lakini kuna fuse ambayo imeungua, haipitishi moto, imekatika. Kwa hiyo moto ufiki, na wewe ushughuliki, lakini upo tu. Kumbe umekaa pale, lakini haupati moto kwa sababu kuna mahali hapajashughulikiwa. Laini zina matatizo pale, mpaka ibadilishwe ndio moto upite vizuri. Pale ndio unazikagua njia zako vizuri. Usije ukawa we mwenyewe tu unajiridhisha mwenyewe, unafikiri kwamba nimekuwa na maombi mazuri, lakini kumbe kwa Mungu hakuna kitu. Mbingu zimefunga dhidi yako. Unaomba lakini anakurudia wewe, uko nayo pale pale, hayaendi mahali popote, kwa sababu jambo la kwanza hukushughulikia njia yako na Mungu, hukushughulikia anga zikawe sawa sawa. Mambo si mazuri vile. Kwa hiyo, kwa sababu unataka kuwa na fellowship na Roho Mtakatifu, na Roho wa aina gani? Mtakatifu. Unataka kuwa na ushirika na Roho wa aina gani? Mtakatifu. Kwa sababu hakuna faida nyingine ikiwa Mungu hatanisikia. Kwa kweli hakuna haja ya kuja hapa ikiwa nitatoka hapa kama sijaongea na Mungu. Kwa sababu sisi si watu wa dini ambao wanatimiza mambo yaliyotangazwa na dini. Unajua kuna mambo yanayopangwa na dini, hata watu wanaenda kushindana kwa kwaya za kushindana. Na pale mnasema kwamba tunaenda kutukuza Mungu, lakini watu wanaenda kushindana. Lengo lililowapeleka pale ni kushindana kuimba. Kwaya zimeshindana pale, kwaya fulani ndio imeshinda.
Kwaya ya kanisa fulani ndio imechukua kombe. Pale hakuna kumtukuza Mungu, mmeenda kushindana pale. Mmeenda kushindana. Muna train sauti zenu kabisa ili mwende muimbe kuliko wale wengine. Na unajua Biblia inasema vizuri, yatendeni mambo yote pasipo mashindano wala manunguniko. Kwamba natenda ili nimshinde fulani, natenda ili nimshinde. Sasa ile ni furaha na ni vizuri kwa sababu mnaburudishana. Mnafurahi na mtaenda trip, mtaimba, mwende Voi, mpite, mwende Mombasa, mpite, mwende Nairobi na mrudi msema tuliimba kanisa letu mpaka nationals. Ni mashindano hayo. Na wale wanaoimba sete wanatukuza Mungu, wanaimba tu kwa sababu sauti ni nzuri. Sasa hiyo sio lengo. Ndio sasa tumekuja sisi hapa kwenye mkesha kama huu. Lengo lile maalum kabisa ni mtu aongee na Mungu. Kwa sababu ukija na ulale mpaka tumalize, basi lengo lilokuleta hapa hulijui. Na ikiwa umekuja ili uonekane, basi kilichokuleta wewe ukifahamu. Kiu yako ni kwamba nimeacha kulala, nimefunga leo, nataka nikutane na Mungu. Na kwa hivyo ndio pale unakuja kwa Mungu na kumwambia Bwana, singependa hii kazi iwe ya bure. Singependa hii dhabihu niliyojitoa iwe ya bure. Singependa niwe hapa na mikono yako imekunjwa hainyooki kunifikia. Singependa niwe hapa na sikio lako umeliziba lisinisikie. Kwamba hata umeangalia kando. Singependa niwe hapa alafu niwe machukizo. Sauti yangu kwako iwe machukizo. Sadaka yangu iwe machukizo. Na maombi yangu ya machukizo kwa sababu ya maovu yangu. Singependa hasara hiyo. Baba Mungu, nasarenda kwako. Chochote ambacho kitanifanya niwe nimefanya kazi ya bure, uniondolee. Dhambi aina yote ambayo inaweza kufanya anga zio zimefungwa dhidi yangu, Baba, natubu mbele zako. Napenda niwe na faida usiku wa leo. Haleluya. Napenda nipate faida usiku wa leo. Kusudia kila wakati ukija kwenye ibada, sio mkesha huu tu, lakini kila ibada kusudia utoke na faida. Kwa sababu ukija na usipate chochote, basi una hasara wewe. Umechoka bure kutoka kwako hata kama ni mchana. Umechoka bure. Ni sawa na umesafiri mahali ambapo watu wanapewa chakula na wewe hujapewa, umerudi hivyo hivyo wenzako wamebeba. Basi inakuwa afadhali ungeenda, kwa sababu hukuenda ukashuhudie vile watu wanapopokea mahindi. Ulienda na wewe upate. Kama utakuwa umeacha vyeti vinavyostahili ambavyo ndio vinaenda kuangalia ndio upeo, umeviacha, basi safari yako ni bure. Unaambiwa kwamba ukifika ubebe kitambulisho, ukienda ubebe kitambulisho na ubebe hii na hii ili uweze kufaulu. Usipozingatia vile vitu vya kubeba, safari yako itakuwa ni bure. Kwa hivyo utafika pale na wenzako wanasonga wakipresent zile vitu waliitishwa wakipewa. Wanapeana, wanapewa. Wewe unafika ukubeba na unaitishwa huna. Kwa hiyo naambia wewe you cannot be considered. Wewe sasa utasikika maana mpaka hii ionekane. Alafu unarudi tu hivyo. Unakaa pale unangoja wenzako wapewe, mrudi pamoja. Urudi bure. Fikiria uje kwenye mkesha kama huu. Alafu wakati tunamaliza mkesha huu, wewe hujapata faida, unaandamana na wenzako mkienda nyumbani. Wenzako wamebarikiwa, wenzako wamekuwa na fellowship na Mungu, wamekuwa na muda mzuri na Mungu. Wewe umekuja, mbingu zilifunga kutoka ulipoingia mpaka umeondoka, zimefunga hivyo hivyo, na unaandamana na wenzako uenda na nyumbani. Tumetoka wapi? Mkesha. Haukufaulu kumuona yule uliyemwendea. Tumekuja hapa ili tumuone Mungu, tukutane na Mungu. Na kwa hiyo usikubali kuondoka bila kumuona. Usikubali kuondoka bila kuwasiliana naye. Usikubali kuondoka bila kuwa na muda na yeye. Kwa hiyo usiwe mtu wa kuchoka. Kuna watu wengine wakati unaweza kuchoka, useme kwamba ni maombi tena. Unaenda unalala, ukisikia pambio zimeanza ndio unachangamka. Nasifu, mnaabudu, wanataka kuimba tena wimbo wa kuabudu, tuingie kwa maombi mengine tena. Unasikia kusinyika hivyo. Ni kwa sababu kinachokufanya usikie hivyo ni kwa sababu
connection yako inakuwa hakuna. Kwa hiyo ule mtiririko unakuwa hakuna. Hauoni maana ya kuingia katika yale maombi kwa sababu mawasiliano yako hayako vizuri. Haupati sauti ya ule upande mwingine. So inakuwa ni kwamba unaongea peke yako. Maana conversation inakuwa kati ya pande moja na pande ile nyingine. So ukipiga simu ikipokelewa na mwanze kuongea, ndio unasikia vizuri. Nasikia vizuri, mnaongea na mnaweza ongea sana kwa sababu mnawasiliana. Lakini ukipiga na haichukuliwi, inakuwa ni shida. Kwanza mtu huyu ulikuwa unamtafuta alafu apokee. Ndio unasikia wengine haijapokelewa lakini anamuongelesha akiwa hajapokea. Pokea simu, hebu pokea simu. Sasa hasikii na unaongea naye, hajapokea. Hebu pokea simu. Please pick this call. Usipokee. Sasa unaongelesha nani na hajapokea? Hivi anakusikia? Unajua wakati mwingine binadamu unao na matatizo. Sasa hajapokea, unajiongelesha wewe hapo. Sasa mpaka apokee ndio asikie unachokisema. Sasa hajapokea. Na wewe unamwambia pokea hii simu bwana, pokea. So pokea hii simu. Hajapokea, unakasirika. Mbona hapokei huyu? Unapiga tena. Pokea hii simu bwana, pokea. So that is how we can behave before God. Unajifanya kwamba unaongea naye lakini hajapokea bado. Kwa hiyo unashinda hapo unaongea mpaka unaweka simu chini, imeitana tu lakini haikupokelewa. So uko mbele za Mungu hapa lakini simu yako ni tu mpaka tukifunga. Wenzako wakipiga tu tayari wanaongea. Lakini mwenzako wewe yako ni inaitana haichukuliwi. Unaweka chini mpaka tunamaliza mkesha, yako ni hivyo. Ilipokelewa hata tena inaitana. Lakini haipokelewi. Tena inaitana. Kwa hiyo yako imeitana mpaka asubuhi, haikupokelewa. Lakini nasema nilikuwa kwa simu. Alafu mwingine anakuambia you tried to call. Hapo unakasirika. I did not try to call. I actually called. I was calling. I was not trying to call. Yeah. Safari kwa sababu atakwambia we will inform him that you tried to call. Hapo nasikia vibaya. I wasn't trying. I was calling. Ni vile hakupokea. Sasa hatutaki simu zetu zionekane we tried to call. But tunataka ziende through. Hallelujah. Tunataka simu zetu ziende through. So tunataka kusiwe na shida yoyote katika network. Na tunajua miongoni mwa vitu vingi adui pia yupo ambaye hupenda kutaka kuweka uzito katika anga. Hizo tunajua miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha usipenye. Tumeona moja ni dhambi ambayo dawa yake ni kuitubu ili usamehewe, utakaswe, anga zifunguke, uwe na mbingu zilizofunguka. Na upenyo pia upate kupitia Roho Mtakatifu. Hata kama umesamehewa na kutakaswa, usiombe kwa akili zako. Husisha Roho Mtakatifu sasa, alafu akupe uwezo. Ndio maana unakesha mpaka asubuhi, tena unatamani maombi yawe marefu. Ushawahi kuona wakati mwingine mmeingia katika maombi na watu wengine wamenyamaza, wewe bado unasikia kuendelea. Unashindwa, mbona hawa wananyamaza? Si tuendelee kuomba. Unasikia si tuendelee. Wakati huo wewe kuna wakati ulikuwa na hii shida ya kwamba tunaposema tuingie kwa maombi unaomba dakika 5-10 yameisha and then you slip off. Wengine unasikia wanaendelea. Wakati umeshajua siri, sasa unaomba katika Roho Mtakatifu, unasikia yes, kile kipindi nilichokuwa na kitamani kimefika. Unapokuwa na Roho Mtakatifu akiwa pamoja nayo katika maombi, hautasinyika wakati wanapoomba, bali utatamani hicho kipindi kiendelee kuwa kirefu. Utapiga magoti pale, unaomba, unasikia yes, kunaenda. Unasimama, unaomba tu. Unatembea, kunaenda. Unasikia kunatirika kwa sababu mbingu zilifunguka baada ya wewe kuwekwa sawa na Roho Mtakatifu aliyemwambia take over. Kwa hiyo si wewe tena, unaenda tu. Na tena unaombea hata mambo mengine hukupanga wewe kuyaombea. Kwa sababu Roho Mtakatifu akitake over atakuongoza.
na ndio nasikia tu mzigo niombe kwa ajili ya fulani. Inakuja tu katika moyo wako, unasikia Isaya ameletwa na Isaya anachambuliwa kabisa. Yani unasikia Roho Mtakatifu mchambua Isaya vizuri, umuombee kiroho chake, uombee kwao, uombee elimu, uombee ni unasikia tu uchambue kila sehemu zinazomhusu kabisa. Unamwombea kwa mzigo wote kwa sababu Roho Mtakatifu amekuongoza katika hilo eneo. Unakuta kama ni kanisa huo unaliombea, unaomba tu haraka saidia kanisa. Lakini wakati Roho Mtakatifu ameleta ile hitaji uliombee, unaanza anakupa vipengele. You take time kuja kuombea, yani kuja kumaliza kuombea kitu kimoja. Roho Mtakatifu amekuchukua in details. Ombea mchungaji, ombea viongozi, ombea idara, ombea nini, ombea miradi hiyo yote. Ambao ungeambiwa ombea tu kanisa, ungefanya kunungunika kidogo tu hapa, Bwana kanisa lako ulikumbuke, afu namaliza, alafu nangojea kiongozi aseme hitaji lingine. Kwa sababu what else can I say without the church? Bwana wabariki watu wako, Bwana hii, na unamaliza haraka. But when the Holy Spirit takes over, hitaji moja linabwagwa mbele hapo, alafu linatawanywa vizuri. Na unasikia tu unaenda, yani humalizani na hitaji moja. And that's why you take a lot of time, na unatamani kwenda tu kwa sababu vile limechambuliwa mbele zako. Unaliona kwa undani zaidi. Kama ni kanisa unaiombea, unaiona imefunguliwa kabisa wazi. Hata vitu vingine ukumbuke kuviombea, unaviombea. Unaombea madhabahu, unaombea moto wa madhabahuni uzidi kuwaka, hiyo ukumbukaji. Lakini Roho Mtakatifu takes over, anakupeleka katika roho, unaombea maombi mazito. Bwana anointing yako, Bwana madhabahu haya yawe na utukufu, na ule moto ambao na Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kukumbusha maandiko pia. Wakati unapoombea unakumbuka ile maandiko ulisoma wakati makuhani waliambiwa wasiache moto uzime. Roho Mtakatifu anakuletea hiyo, then unairete na kanisa, Bwana moto wako uzidi kuwaka. Unaomba pale, unaingia. Roho Mtakatifu anakupeleka wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanapigana vita, na Musa alikuwa ameinua mikono yake. Alafu walikuwa wanashinda, mikono ikilegea ikichoka, wanaanza kushindwa. Pakatokea wale waliomuinua mikono. Tayari Roho Mtakatifu anakuleta pale ya kwamba ombea mtumishi ili mzidi kushinda vita. Hilo hungelikumbuka. Ila Roho Mtakatifu kimwachia uwanja atawala, anakuambia sawa, twende. Twende. Asa uko pale tu. Wenzako wengine walinyamaza kitambo, ila wewe umeombea kanisa kwa muda nusu saa yote, dakika kadhaa, bado uko hapo tena kwa mzigo. Bado watu hujaingia hapo kwa Musa na mikono kuinuliwa uombee mchungaji, ndio umeingia sasa. Ukija kumaliza yule mchungaji ile saa limeisha, na bado Roho Mtakatifu anakupeleka sasa akuingize kwa jamii za watu. Uanze kuombea jamii wako, watu wameketi hapa wametulia. Lakini Roho Mtakatifu anakufunulia kwanza kuona vile watu wanasumbuka. Wengine hawaji kwa ibada kwa sababu ya shida za kijamii. Unaanza Bwana kukumbuka wale wanaume, unakumbuka watoto. Generally ukiambiwa ombea jamii, ulikuwa unaomba haraka tu, Bwana saidia jamii zetu, Bwana ukazilinde, waponye basi. Lakini when the Holy Spirit takes over na kukuingiza katika hitaji fulani, anakuingiza katika details zake na unazichambua, unafika kila kona ya nyumba ya mtu kabisa, kwa sababu Roho Mtakatifu amekupeleka hapo. Na mwenyewe amelala, huna habari, wewe hana habari, lakini umemshughulikia katika roho mpaka anafunguka tu, na yeye hana habari, kwa sababu ndio kazi ya Roho Mtakatifu. That's why we are here. Tujiombeaga sisi na kuombea wengine. Ni muhimu sana kujiachilia katika Roho Mtakatifu ili akuongoze. So unaweza kuiombea nyumba ya mtu kwa ufasaha sana, kwa uzito mwingi. Yani umegeuza inside out, kama mfuko vile. Ni rahisi, unaweza kushika mfuko ukaushika ukasema hakuna kitu hapa, na kuna ile kwamba unatia mkono utoe kabisa, yani kabisa. Nyumba ya mtu unaiombea, unaitoa inside out, ya kwamba hakuna mtu umeacha pale.
Umeombea mama, umeombea baba, umeombea watoto, umeombea wajukuu, umeombea hata mifugo inayokufa ovyo ovyo. Bwana, kama kuna laana yote, kama nini, Roho Mtakatifu amekupeleka mpaka yeye jamii inafunguliwa. Unaingia kwenye nchi ya Kenya, naye pia unaiombeaga tu, Bwana bariki nchi yetu, ilinde nini, unamaliza tu hivyo. But when the Holy Spirit takes over and leads you to that particular item, analichambua vizuri. And that's why you take a lot of time praying. Na mtu mwingine anakushangaa, how comes maombi haya huwa unapata wapi maombi ya kuomba masaa 3? Yesu Kristo aliombea wanafunzi wake, hamkuweza kuvumilia na mimi angalau lisali moja. Angalau, that means that ni minimum, at least 1 hour. At least means kiwango cha chini zaidi cha kuomba ni 1 hour. Yesu aliombea wanafunzi wakati wameenda mlimani kuomba. Sasa tupate hivyo, tuelewe. Yesu wakati ameenda kuomba, anarudi nyuma, anakuta wanafunzi wote wamelala, aliwaambia kitu hicho. Hamkuweza kuvumiliana na kuomba pamoja nami kwa angalau kwa lisali moja. Kwa mwingine hiyo ni kubwa, lakini kwa Yesu ni angalau at least 1 hour. So if you are to pray minimum, kulingana na Yesu, at least 1 hour. Sasa unakaa unashangaa, 1 hour mtu anakuwa anaomba nini? Ukisikia mtu anauliza hivyo, ni kwa sababu anaomba kwa akili zake, na akili haziwezi kubeba mambo mengine ambayo ni ya rohoni. Kwa hivyo ndio maana Mungu akasema katika adhabu ni Proverbs, akasema umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ukiingia katika prayer kiakili itakusumbua. Ukiingia kwa maombi kiakili itakuwa mzigo kwako. Ukiuendesha uokovu kwa akili utakuwa mzigo kwako. Na ndio maana wengine wanaachana na imani kwa sababu ameibeba kiakili. Hawakuwezeshwa, wameacha safari mapema. Wanaenda kwa akili zao. Na ndio unaona mtu kabla hajaokoka, kwa sababu hana roho wa Mungu, ukimwambia okoka utasimama. Wengine excuses ambazo wanazotoa, wanasema mimi nitakuja amua, kwa sababu sitaamua sasa, sitaki niamue leo alafu kesho nianguke, nataka nikiokoka nisimame. Wengine ndio wanasema namna hiyo. Wajua hakuna haja nikudanganye niseme na tulikuwa tunafanya nyumba kwa nyumba the other time, na hizo ndio excuses kwa tunazipata kwa vijana wengineo. Itafika wakati bado niko njiani, nitaamua tu, hakuna haja nikubali leo alafu kesho kutwa ukute nimeanguka. Naona hiyo ni kutazama muradi wa wokovu kwa njia ya akili na kufikiria kwamba nitaendesha kwa akili. Kwa hivyo unataka kupanga ya kwamba wacha nipange kabisa, nikiokoka vile nitasimama. Haiendi hivyo. Unaachia Roho Mtakatifu anakuwezesha, anakuendesha. Kwa hiyo katika maombi tuliokuja leo, pamoja na kwamba wengine tayari wameshajiachia katika kupumzika. Lakini washajiachia katika kupumzika, naona tayari wanapumzika tayari. Wameshasahau kwamba tumekuja kuomba. Sasa ukilala wewe ndio tunashindwa kuelewa. Sasa ukilala na tumekuja kuomba. Sasa usikubali. Huo mwili usikubali uanze kutimizia haja zake. Mwili unataka kulala, kubali roho ile. Alafu tunapoongea hivyo, ongea na Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nimekuja kuomba. Na Roho Mtakatifu, nataka kuelewa hiki kinachozungumzwa. Nataka kuelewa neno lako. Kwa sababu haya mambo tunayozungumza shetani hapendi uyasikie. Anataka uishi ukiwa umefunikwa, usijue siri hiyo, ili uzidi kushindwa. Uingie kwa akili zako, uingie ukiwa na dhambi, mbingu zimefunga, uombe mwenyewe kiakili, uombe dakika 5 ulale vikushinde, basi. Hiyo ndio nataka. Siri hizi za kuwezeshwa na Roho Mtakatifu hataki kukubali usijue. Lakini mtoto wa Mungu tunaziweka wazi ya kwamba ili uwe na ushindi katika mkesha kama huu na usitamani uachishwe kuomba, siri ni hiyo. Muachie Roho Mtakatifu a take over. Na kuambia akisha take over, ukiomba katika roho sasa, akiwa yeye sasa ndio ametawala, kwa sababu yeye ndio muombezi mkuu. Akitake over, unasikia hebu sasa hata chorus zisisimamishe, tunataka kusonga mbele katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuelewe jambo hilo. Tunataka maombi ya ushindi,
tunataka mkesha wa ushindi, tunataka mkesha uliofaulu. Na siri niyo tumesema usikubali kuondoka ukiwa tu umetimiza kwenda kukaa macho. Hapana. Usikubali tu ya kwamba leo niliattend. It's not a matter of attending. We are not here to attend, but we are here to be engaged katika huu mkesha. Hatuko hapa kuhudhuria mkesha. Jamani, ibada huwa hatuhudhurii. Ibada tunaenda kuhusika. Maana kuhudhuria ni kwenda ukae, nilikuwepo kwenye mkutano, nikakaa hapo. Ulihudhuria, nilihudhuria, nilikuwa hapo. Si jambo la kuhudhuria. Bali tumekuja tuwe sehemu katika shughuli zitakazofanyika, tuwe hapo. Mhudhuriaji hukaa kaangalia vile mambo yalifanyika, lakini mshiriki yeye ndio husababisha mambo kufanyika. So tonight, if God will be very busy today, he will be busy with me. Hallelujah. Kama Mungu atakuwa na shughuli leo usiku, ni mimi atakuwa anashughulikia. Sijui kama wewe utakuwa unasema hivyo. Liwe ombi lako. Kama Mungu ana mazungumzo leo usiku, atakuwa anazungumza na mimi. Si useme hivyo? Amen. Kama kuna mtu Mungu anazuru leo, sio kudhuru, anazuru, ni mimi. Kama Mungu amekuja kwa ajili yangu, na wewe useme hivyo hivyo. Kwa sababu huzungumza na sisi at the same time. Usikae hapo kushuhudia watu leo inaonekana umepenya, leo watu wameomba. Umekaa hapo na tasa mwenzako na leo watu wameomba wewe. Kina nani hawa? Ni wewe na uombe. Mkesho ulikuwaje? Mkesho ulikuwa mkali, watu wameomba. Nilikuwa na wacheki tu kama 2 hours walikuwa waachi. Wameomba watu. Kulikuwa very powerful. Kwa nini? Na watu wamesifu leo. Watu wamesifu. Ulikuwa wapi wewe? Nilikuwepo. Lakini ni sawa na wale watu ambao wanasema kwamba yule ndugu akinishikia mic au yule brother huwa ananiabudia. Yani akishika wimbo wa kuabudu au huyo sister huwa ananiabudia. Sasa unaona kama unafanya kuabudia, mtu anaabudu kwa niaba yako, ina maana uko hapo tu somebody else aabudu ukitazama. Lakini tonight we are here. Kile kinafanya Mungu aje, sio wengine, ni mimi. Na kila mmoja awe na hilo ombi ya kwamba kama Mungu yuko na mkutano, huyu anayezungumza naye ni mimi. Kama hiyo simu, kama Mungu yuko on another call, ni mimi huyu anaongea nami. Unanielewa? Kama hiyo simu iko busy, ni mimi ninaongelesha, ni mimi naongea naye. Alafu at the same time na wewe unaongea hivyo. Mungu asio busy na watu wengine, na wewe unafika ukipiga tu hiyo simu, yuko simu nyingine mpaka asubuhi inafika, unaenda nyumbani ukisema nimepiga, muda wote alikuwa kwa simu nyingine. Hiyo simu nyingine, basi ukimkuta, acha nikwambie, ukikuta Mungu yuko kwa simu nyingine, atakuwa anaongea na mimi. Sawa? Ni mimi nitakuwa naongelesha. So ukipiga ukuta haingii, iko busy, itakuwa ni mimi. Wewe usiposema shauri yako. So ukuta iko busy, ni mimi nitakuwa naongea naye. Na wewe na wivu yako pia iende through mtu mwingine, japokuwa sasa hapa uzuri simu zote zitaingia. Amen. Zote zitaingia, ataongea na sisi. Lakini usikubali usikie wenzako vile zinapita, wewe haujaingia mahali. So tuna muda mzuri, tumekuja kuomba. Sio siri. Jamani, tumekuja kuomba. Na kuna faida kubwa tukiongea na baba yetu. Tuongea na baba yetu, na hiki ni kipindi kizuri. Siri ni kwamba achia Roho Mtakatifu, yeye ndio kutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkika. Hatujui jinsi tupasavyo kuomba. Tunaweza kuomba wenyewe tukaomba vibaya, lakini tukimwachia Roho Mtakatifu tutaenda naye vizuri. Na utaona hata muda utakuwa mdogo. Hiyo unayofikiria lisali zima nasema nini, masaa mawili nasema nini, utaona muda utakuwa mdogo. Kwa sababu once he takes over, basi si wewe tena, utakuwa na muda mzuri. Utatamani mkesha tena kila wakati, kwa sababu umemwachia yule master wa ile shughuli, na mambo yatakuwa mazuri.
tutakuwa na kipindi kizuri cha kumwomba Mungu. Usikubali kuomba mwenyewe kwa akili. Achia Roho Mtakatifu akitake over. Usipange sana kile utasema. Ni kweli kunayo yale unataka kuomba. Ni kweli kunayo mambo katika fikira zako umealeta, mnatamani kuongea na Mungu, lakini usiache akili yako idominate. After all, kumbuka Biblia inasema Baba yetu wa mbinguni kabla hatujaomba anajua yale tunahitaji. So if the Holy Spirit ndiye Mungu na anajua tunachotaka, that means hata pasipo kung'ang'ana sana kumweleza yale yamejiri kwako, ayashafahamu. Kwa hiyo usione shida atakapotake over. Kuna wakati mwingine unakuwa na shida, hata unataka kuongea na ndimi, lakini unang'ang'ana kuzizuia ili ueleze ile unataka kusema kwanza. Yani hata kama Roho Mtakatifu utaanza hizo ndimi, lakini wacha nitamke yale yangu ya kwa akilini kwanza, ndio sasa uendelee. Aliyekuambia hajui nani. Wewe enda na hizo ndimi tu, tayari hiyo anajua na ataingia kwa hiyo maombi tena kwa undani kuliko wewe vile ungesema. Huyo mtu unayetaka kumkumbuka Roho Mtakatifu anafahamu kitambo. Ukisikia ndimi zimetake over, wewe enda naomba nazo for hours. Omba kabisa, usingangane kusimamisha ili uanze kupanga. Wewe enda nazo kabisa. Hapo ndio unasikia kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Maana kuna vitu hapo huwezi tamka, huwezi elewa nini, but unasikia kububujika tu. Na unasikia Yesu kunaenda. Nenda kabisa. It's very good and very powerful and very profitable to pray in tongues. Mojawapo ya ishara kwamba Roho Mtakatifu yuko katika control, ishara mojawapo ni hiyo ya ndimi. Na huwa ina cover eneo kubwa sana. By the way, kuongea katika ndimi, kuomba kwa lugha, kuna cover eneo kubwa sana kuliko lile ungecover uking'ang'ana kuyatamka kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe si Mungu. Wewe hauko kila mahali at the same time. Kuna vitu huoni, hujui kesho itakuwaje, hujui nini, hujui mambo mengi. Lakini Roho Mtakatifu anajua kesho, anajua kwa fulani kuna nini, anajua sehemu fulani na nini. Kwa hivyo yeye akitake over atakuingiza hata kule wewe ungefika. Na huo ndio uzuri. Kwa hiyo kipindi hiki ni kizuri, tunataka tuombe katika mtazamo huo. Nasi tutapokea nguvu atakapokuja juu yetu Roho Mtakatifu. Tuombe katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tuombe katika uwezo wa msaidizi aliyeachwa pamoja nasi. Lazima tufaulu. Uzuri ni kwamba yuko katikati yetu, na yeye tukimwomba atatutimizia na atatusaidia. Tusimame wote ili tuwe na muda huo mbele za Bwana, na itakuwa jambo lilo nzuri. Wale ambao wako katika muziki tuwe pale ili kwamba tuabudu na tufanye maombi.